Tumsifu Yesu Kristo. Mbele yenu naitwa Deodatus Desdeli kutoka Mbugi TV. Na leo ni sikukuu maalum, sikukuu ya Pasaka. Tuko parokia ya Roho Mtakatifu Segerea. Tumeweza kukutana na mwalimu aliyeshiriki katika ibada ya leo. Tunaomba ajitambulishe na atatueleza kimsingi nini maana ya Pasaka na nini ujumbe wa Pasaka. Mwalimu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina, tumsifu wote. Milele amina. Watazamaji wangependa kukufahamu kwa majina. Karibu mwalimu. Kwa majina yangu ni Edward Andrea Kidadamle, ni mwalimu na pia ni mwalimu wa kinanda. Yaani mchanganya nota na kinanda. Kwa siku ya Pasaka ni siku ya ufufuko wa Yesu Kristo. Okay, unaweza ukatueleza historia yako kwa ufupi, lini ulianza muziki? Historia yangu ya muziki kwa ufupi, nimeanza muziki kitambo, lakini ile serious nilianza baada ya kumaliza form 4. Kwa hiyo kimsingi nilianza wakati niko form 3 ile kwenda kuangalia watu wanapigaje na mimi nashika kidogo mara moja kipindi cha likizo. Baada ya kumaliza form 4 ndo kidogo nikawa serious. Nikaja katikati nilipoanza chuo nikaacha kwanza pale. Baadaye nikaja nikarudia kutokana ni kwaya niliokuwa naimba ilitokea walimu wameondoka wote, hawana mwalimu. Kwa hiyo ikanibidi sasa niwe serious. Sema pale ndo kipindi nilikuwa serious na walimu wangu mpaka nikafikia hapo. Okay, unaweza ukatueleza labda wewe binafsi umeguswaje na ufufuko wa Bwana Yesu Kristo? Mimi kwanza nimeguswa pakubwa sana. Katika wale watu waliofurahia ufufuko wa Yesu na mimi ni mmoja wapo. Kanisani nilikuwa na furaha sana toka palipokucha. Toka jana usiku kwa nasikia ufufuko kweli. Na hata kanisani leo tumeimba vizuri, kimsingi ni ule ufufuko nimeusikia. Okay, na nini wito wako kwa wanakwaya katika siku maalum ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo? Wito wangu kwa wanakwaya, kwanza tutambue kwamba Yesu amefufuka, sio kupiga mziki tu. Ni kuimba pamoja na kusherehekea ufufuko wa Yesu. Lakini kwa wanakwaya sio kufufuka kwa Yesu ndo siku sasa ya kulewa, At least sasa ndo tusherehekee katika Ukristo wetu, tufurahie pamoja na familia zetu, lakini sio kwenda mbali tena na ule ufufuko. Okay. Na unaweza ukatueleza labda, tumeona kwa yako imeimba vizuri. Ni umeiandaje kwa yako kwa kisha kwamba inafanya vizuri kama tulivyoiona? Kweli ukiona wanasema ukiona vimeundwa, ukiona vyaelea jua vimeundwa. Kweli ilikuwa ni mchakato mrefu mpaka kufikia siku ya leo. Mazoezi ya mara kwa mara, tukielezana, kutiana moyo, juhudi na reso pamoja na mambo mengi ya kiufundi, ndio maana umeona wameweza kufanya vizuri. So kwamba ilitokea tu, hapana. Tulifanya mazoezi na mwisho wa siku tumeweza kufanya kitu kilicho vizuri. Okay, tumeona vile vile ulikuwa na walimu mbalimbali, tumemwona kondakta alikuwa akitiribu vizuri. Na unaweza ukatueleza labda, hatuwezi kumuona katika mazingira karibu, yeye anaitwa mwalimu nani? Yule anaitwa mwalimu Joseph Manyama. Na umeonaje mchango wake katika kwaya? Mchango wake ulikuwa ni mkubwa kiasi kwamba yani power kubwa ilikuwa inatoka kwake, kwa sababu ameweza kuwaconduct watu katika ile morali. Kwa hiyo kimsingi alikuwa anawafanya watu wanaimba katika kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ameplay part kubwa sana. Na ujumbe wako sasa kwa Wakristo wote ni nini tunalibeba katika siku ya leo? Katika siku ya leo tusherehekee ufufuko wa Yesu pamoja na familia zetu. Ni siku ya furaha, lakini tusije tukawa kama vile tulikuwa kwenye kifungo cha kutenda dhambi tu kwamba tumejizuia. Sasa hivi leo ndo tunafungulia, hapana. Yale muendelezo wa Kwaresma, tuendelee kuishi Kristo katika hali ya usafi wa moyo, tuendelee kufurahia ufufuko. Na tutegemee kuiona kwaya yako ikiwa yachangamka kipindi hiki au ndo mwisho kabisa? Ni muendelezo mheshimiwa, ni muendelezo kabisa. Basi tunakushukuru sana mwalimu. Tunawakaribisha sana wapenzi watazamaji wa Mbugi TV, msisahau kusubscribe kwenye channel yetu na kuendelea kufuatilia matangazo mbalimbali na misa mbashara zilizokuwa zikirushwa kutoka parokia mbalimbali. Mimi mtangazaji wako Deodatus Desdeli kutoka parokia ya Roho Mtakatifu Segerea. Bwana Yesu kafufuka. Haleluya. Tumsifu